Naam, Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe sana kwa mtazamaji na imani umebarikiwa sana na vipindi vyetu tangu ulipoanza kututazama kupitia Amka Tumsifu Mungu. Ni wakati mwingine tena ambapo leo ni tarehe 3 Mei mwaka 2026, mwezi ambao utakuwa ni mwezi wa baraka kwako na mwezi wa matumaini makubwa zaidi ya ushindi kwenye maisha yako. Langu jina ni Andrea Amos Masanja, na hapa sasa ninakualika kwa mikono yangu miwili ama kwa moyo mkunjufu kabisa. Tuko na mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye ndiye mgeni wetu hapa kwa mara ya kwanza kuweza kuketi nasi katika meza za Amka Tumsifu Mungu, na tuna mengi ya kuweza kuzungumza naye, hasa kujua huduma yake tangu alipoanza hadi kufika hii leo. Na imani mtazamaji utakuwa ukishiriki nasi kupitia nambari za simu ambazo unazitazama kupitia televisheni yako ukiwa nyumbani umetulia kabisa katika kituo chako bora cha kurusha matangazo kutokea hapa Mwanza, Tanzania, huku bahari pengine huita Rock City. Naam, karibu sana mtumishi wa Mungu. Na niko na mwimbaji wa nyimbo za Injili. Wimbaji wa nyimbo za Injili wamekuwa ni moja ya chachu kubwa sana watu wengi kubarikiwa. Karibu sana. Amen. Na ni mara yako ya kwanza kufika hapa na imani. Ndio, ni mara yangu ya kwanza kufika hapa. Ndio. Amen. Karibu sana na umependeza kweli kweli yani. Napendeza kwa sababu ya Kristo. Amen. 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 Kuna watazamaji wengi wanakutazama kwa sasa, najua ni wanakutazama kwa macho yao mawili, ikiwa wakihitaji kufahamu zaidi kukujua wewe ni nani hasa kwa majina na mahali kule ambako unatoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wangu, msikilizaji. Mimi kwa majina naitwa Rebecca Piusi, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania na nchi za nje kwa ujumla. Napatikana jijini Mwanza, natumika makanisa yote. Amen. Amen. Rebecca Piusi, unapatikana nimefurahi hapa kusema ni mwimbaji wa nyimbo za Injili kidunia. Duniani kote. Amen. Na asante sana. Afrika Mashariki na dunia inakutazama kwa sasa hivi. Kwa kuangalia kazi zako bora zaidi ambazo umekuwa ukizifanya, hata mimi pia nimekuwa nikizipitia kule, mtumishi wa Mungu Rebecca Piusi. Natamani utufungulie kitabu chako cha safari ya muziki ama huduma hii ulipoanza hadi kufika hapa, tangu ujao mwimbaji na hatimaye kuamua kuwa mwimbaji wa nyimbo za Injili kwa dakika chache tu. Amen. Safari yangu ya muziki wa Injili nimeanza kitambo kidogo. Ni miaka kama ya 89 kule. Kwanza nimeanza kuimba Sunday School. Baada ya Sunday School nikaingia kwaya kubwa kwenye miaka ya 90. Nikaa naimba kwaya, lakini nilipofika mwaka 2014 nikasukumwa kuimba mimi kama mimi. Naimba kwaya lakini naimba pia mimi kama mimi. Na mpaka hapa nilipo, namshukuru Mungu, nina albamu 3 na zote ziko za video. Sina audio hata moja. Ninamshukuru Mungu kwa hilo. Ndio. Amen. Na wakati huo ulikuwa ni maeneo gani? Nisema mimi ni mzaliwa wa Singida, ni Mnilamba. Wakati huo niko Singida, nimeimba Singida, baadaye nikaja Mwanza. Mwanza niko hapo kanisa la KKT Sayuni pale Bugando. Nilipofika pale nikakuta kwaya inaimba, na mimi nikajiunga nikaanza kuimba kwa sababu sasa nilikuwa nishakuwa mwimbaji kutoka kule nilikotoka. Kwa sababu nilipofika pale nikaa naimba kwaya, lakini katika kuangalia TV kama hivi wenzangu wanavyoangalia, unaona, nikaona mwimbaji mmoja anaimba, na mimi nikasema kwani sina mimi naweza kufanya kazi hii, kwani kuna kitu gani kinanishinda? Basi nikaamua na mimi kufanya mimi kama mimi, lakini sikuingia tu kwa sababu mimi niimbe. Nimeingia kuimba na kuhubiri pia, kwa sababu kuimba ni njia mojawapo kubwa sana ya kuhubiri. Kuna watu wanaokolewa kupitia nyimbo, na Mungu huwa anashuka kupitia nyimbo kuliko hata mahubiri. Maana mtu unapoanza tu kusifu na kuabudu, Roho Mtakatifu anashuka na alihudumia kanisa. Tunasoma katika maandiko. Labda baadaye tutaweza kusoma kidogo. Watu waliimba na Mungu akashuka na akafanya mambo makubwa. Hata makuhani hawakuweza kuhubiri kwa sababu ya kule tu kusifu na kuimba. Mungu anashuka. Maana anasema hata mbinguni tutafanya ni kazi moja tu. Ni ya kuimba tu. Uwe wimbi hapa duniani lakini mbinguni lazima uimbe. Asante sana Rebecca Piusi. Inaonekana na Mungu pia amekupa kipaji kingine, sijui umeshakiona mkitambua cha kuhubiri. Asante sana. Hebu tuelekee moja kwa moja hasa kwa kutazama huduma hii ambayo umeitoa tangu ulipoamua kuimba wewe mwenyewe binafsi. Hasa nini ambacho kiliweza kukusukuma kuimba wewe mwenyewe binafsi, na uliweza na wimbo wako wa kwanza ulikuwa ni upi kwenda kurekodi studio? Kilichonisukuma sana kuimba mimi kama mimi, unajua ukiwa unaimba kwaya mko watu wengi. Ile ni huduma ya watu wengi.
Huwezi kujua mwingine huyu anatumika vipi, huyu anasimama vipi, unaona. Na pia katika kutoka ile kwenda kufanya huduma, labda mmealikwa kwenda sehemu fulani. Kwa mfano kuna makanisa fulani huwa wanawawekea kwamba mpaka uandike barua ndo uende kuhudumu. Sasa nikaona mimi kama mimi, huduma aliyoiweka ndani yangu, mimi nasukuma kufanya kazi mimi kama mimi, unaona. Kwa hiyo inakuwa inanipa wepesi wa kutoka, labda nina mwaliko wa kwenda kuhubiri sehemu, maana yake nikimwaga tu pastor, hata hapa nimemwaga pastor, nasema kwa pastor mimi nimealikwa sehemu fulani kwenda kuhudumu, inakuwa rahisi kuliko kwaya, labda kwaya mpaka iandike barua, labda iende sehemu fulani. Kwa hiyo yani inachukua mlolongo mkubwa, ambapo Mungu tungeenda muda huo, labda Mungu alikuwa anataka mtu kuokolewa kupitia ule wimbo, unaona. Lakini sasa zile process za kibinadamu ambazo zinafanyika au utaratibu, yule mtu hawezi kupona wakati ule. Unaona wale waliokwenda kutoboa dari, walipoingia pale wakakuta kwamba mkutano umejaa, ile nyumba imejaa, unaona. Wale waliompeleka yule aliyepooza walifanyaje? Unajua, walipoona ile nyumba imejaa, waliamua kutoboa dari ili kumwaisha yule mtu afanyeje, apone. Unaona, apone. Kutoboa dari vipi? Dari lako lilitoboaje hadi kuamua kwa mimi nilitoboa kama hivi ambavyo unaona nimefika hapa mwenyewe. Basi nimeamua kuhubiri mimi kama mimi, ndio kwa sababu Mungu ameweka kitu ndani yangu. Sasa una miaka mingapi tangu umeamua kuwa mwimbaji unayejitegemea? Ya, toka 2014 mpaka sasa nafikiri ni miaka kadhaa. Imeenda 2014 mpaka sasa 2026 ni miaka mingi kidogo. Mpaka album 3 kufikisha sio kitu chepesi. Unakuta mtu hata na album moja tu ni shida. Lakini album 3 za video zote. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Wala sio kwa akili zangu, ni Mungu. Wimbo wa kwanza ulikuwa ni upi? Wimbo wa kwanza niliutoa kama Pokea Sifa Bwana. Yani mwambia pokea sifa Bwana. Kulingana na kule nyuma ambako nilipita kwenye changamoto. Unajua unapokaa hapa duniani changamoto, unapitia changamoto nyingi. Kwa hiyo nilivyoona kama nimevuka hatua fulani, nikamwambia Mungu pokea sifa. Sawa, Mungu pokea sifa. Kulingana na muda unavyozidi kukimbia, natamani nijue mengi zaidi kutoka kwako. Unaweza basi ukatupatia kionjo kwa njia ya kapela, kwa sababu ndio wimbo wako ambao ulioweza wa kwanza kabisa kuweza watu kukutambua. Yahweh, 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 tunakutukuza. Yahweh, 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 tunakutukuza. Yahweh Baba, Yahweh, Yahweh, tunakuinua. Nilimba na mkongo mmoja. Ile nyimbo ilihiti sana. Na nilizindulia CCM Kirumba kipindi hicho. Maana kipindi hicho ukitaka kuzindua unamwalika mtu, unaona. Nilishukuru, niliongea na Emmanuel Mgogo, tulikuwa naye pale CCM Kirumba. Niliweza kuimba naye pale. Aliweza kunipa kuzindua pamoja naye. Kwenye albamu ambazo 3 umeweza kuzitoa, ni albamu ipi ambayo iliweza kupokelewa vizuri na kufanya watu wengi waipokee na kubarikiwa zaidi kwa watazamaji? Hata hiyo ya kwanza ilipokelewa vizuri, lakini sio vile. Lakini albamu ya 3 ambayo Mwanamke ni Jeshi Kubwa imepokelewa vizuri zaidi. Mwanamke ni Jeshi Kubwa. Na kwa nini uliamua kuita Mwanamke ni Jeshi Kubwa? Niliamua kuita Mwanamke ni Jeshi Kubwa. Mwanamke anaweza. Mwanamke anaweza, akiwezeshwa anaweza. Kwa sababu kama nilivyo ni mama, naweza. Naweza. Mwanamke ni jeshi. Hata Biblia inasema katika Zaburi ya 68 mstari wa 11 kwamba mwanamke ni jeshi kubwa. Unaona? Isaya akasema, Isaya akasema kwamba wanawake watangazao habari njema. Sio Isaya. Yaani tuwapata wapi wanawake wanaojua kuomboleza? Unaona? Kwa hiyo sisi mwanamke anapoomboleza, unaona, kuna kitu ambacho kinafanyika. Kuna kitu kinafanyika. Kwa hiyo hata katika, siko kwenye ndoa, lakini hata katika ndoa ukiona familia imesimama katika msingi ulio imara, manake ni mwanamke amesimama kwenye huo mji. Amen. Kwenye na huduma yako hii ambayo unaitoa, je, kuna mtu ambaye yupo anakusimamia ama ni wewe binafsi? Hii huduma ninayoitoa kwa kweli ninajisimamia mwenyewe. Anafanya kazi mwenyewe. Sina management.
ila nikibahatika kwa kuwa niko hapa, Mungu akinipa neema na kibali ya kwa sababu kila jambo na majira yake Mungu anaweza kunifanyia njia ya nikapata management ya kuweza kunisupport. Sawa kabisa. Mafanikio ulionayo kwa sasa kwa miaka tangu ulipoanza 2014, je, ni mafanikio ambayo uliyasubiri kwa hama ama bado unaona kuna mahali unachechemea? Kazi ya Mungu wala mafanikio siwezi nikasema kwamba labda nimefanikiwa, labda unajua mtu akifanikiwa labda amejenga majumba, amenunua gari, yani amepata fedha, lakini mimi mafanikio yangu ni katika roho. Nimesimama katika kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Maana katika kuimba ni njia ya kuhubiri na hakuna kitu kinakusanya mkutano au kukusanyika kwa watu kama muimbaji au katika kuimba. Muziki ndio unaokusanya watu. Amen. Muziki ndio unaokusanya watu. Kuna wimbo ambao uliweza kuimba ni Kizinza kile ama Kinyakyusa? Nimeimba Kinyiramba. Kinyumbani zaidi. Sawa kabisa. Kabla hujaimba huo wimbo wa Kinyumbani zaidi kule ulikotoka, hebu tueleze changamoto ambazo umeweza kukutana nazo na ni kwa namna gani ambavyo umeweza kuzitatua pia na kuendelea kusimama kwa dakika chache. Changamoto katika uimbaji lazima upitie. Unajua kuna uimbaji unapokwenda studio unatumia gharama. Na kuna watu wanarekodi nyimbo moja labda atapaka kwa 500,000. Lakini sasa unakuta labda hata amealikwa sehemu, anaenda na huduma labda wiki moja, lakini wakati wa kuondoka mtumishi anamwambia mtumishi ubarikiwe, unaona? Mtumishi ubarikiwe. Lakini hawezi kufikiria kwamba yani Biblia inasema wataendaje wasipopelekwa, au watahubirije wasipowezeshwa. Kwa hiyo pia changamoto hiyo ipo, lakini mimi binafsi sichukuliagi sana, labda kama nimealikwa sehemu za karibu. Wakati mwingine unaenda na mazingira ya kanisa unayaona kabisa hapa huyu pastor pia anahitaji msaada pia hata kutoka kwangu. Mimi wakati mwingine unaweza ukaenda ukafanya huduma, lakini unaangalia mazingira ya pale. Wakati mwingine hata pastor akikupa namwambia pastor basi itakusaidia pia na wewe, asante. Unaenda na nauli yako, unarudi na gharama zako. Lakini sio mbaya kutumika na ukarudi somba, na sipaswi kulalamika. Yawezekana vile pastor amekupa na yeye pengine hana, unaona? Hasa mwimbaji mwingine utakuta analalamika kweli, unaona? Lakini huwezi kujua kwa nini amekwambia nenda. Mungu anaweza akafungua milango mingine tofauti na pale. Wewe umeshatumika, umepanda mbegu. Na asante sana, umeshatumika na umepanda mbegu, lakini Mungu atakulipa huko nyuma kwa namna moja ama nyingine ambayo usiyojua. Na huyo ni mwimbaji nyimbo za Injili, si mwingine ni Rebecca Pius ambaye tuko naye hapa akizungumza nasi kupitia Amka Tumsifu Mungu. Mimi natamani tupatie moto wa Injili kupitia huo wimbo ambao umesema ni wa nyumbani, Kizinza. Msinzo wetu manake ni safari yetu ya mbinguni. Hebu tuimbie kwa dakika chache. Umusinzo wetu wa Kwigolo kwelo mpele antua, umusinzo wetu wa Kwigolo kwelo mpele, umusinzo wetu wa Kwigolo kwelo mpele antuwesi, umusinzo wetu wa Kwigolo kwelo mpele, utite inende inkonko munzila, umusinzo wetu wa Kwigolo kwelo mpele. Manake safari yetu ya mbinguni tuombeane. Hata kama wewe umeokoka, unanena kwa lugha, unafanya mambo makubwa, lakini usimdharau yule ambaye hata labda ndo anaanza. Hata kama ameokoka anaanza lakini akaanguka, kuna wakati Mungu atamuinua. Naam, asante sana. Muda wetu unakimbia sana na tunaelekea ukingoni. Kuna vijana ambao wanakutazama kwa sasa na wanatamani kuwa waimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa sekunde chache tu unaweza kuwahasa nini, lakini pia unaweza kutuambia watu wanawezaje kukupata kupitia mitandao ya kijamii na hasa kukuhitaji katika huduma mbalimbali? Na kwa mwaka huu 2026 nini ambacho unaweza kukifanya kwa sekunde chache tu? Vijana wanaotaka kuingia kwenye muziki wa Injili, usiingie kwa sababu umemwona mtu fulani ameingia anaimba. Hapana, kuna kitu ambacho Mungu ameamua kutumia, labda ameweka karama yake hiyo ya kuimba. Unajua katika kuimba ukisoma katika Mambo ya Nyakati 5 ile 12 mpaka 14, wana wasafu wakati wanaimba, yani uwepo wa Mungu ulishuka, hata makuhani hawakuweza kufanya nini? Hawakuweza kuhubiri. Kwa hiyo unapo vijana wanaotaka kuingia kuimba, kwanza awe na kazi ya kumpatia kipato. Asiwe kila saa naomba msaada. Unajua usiwe kwazo kwa mtu mwingine. Unapokuwa na kazi yako, hakika Injili itakwenda kwa sababu unakuwa na kipato.
Umesema kingine? Ya, watu wanawezaje kukupata kupitia mitandao ya kijamii na hasa kuhitaji katika huduma kwa sekunde chache? Rebecca Pius. Wanaweza kunipata mitandao ya kijamii kwa jina naitwa Rebecca Pius. Namba za simu ni 0756 880028. 0756 880028. Mitandao ya kijamii natumia tu Rebecca Pius. Naam, asante sana mtazamaji, nilikuwa na mwimbaji nyimbo za Injili na huyu ni mamangu kabisa, mama mzazi huyu, anaitwa Rebecca Pius. Ingia kule YouTube uweze kubarikiwa na nyimbo zake na hasa pia katika mitandao mingine ya kijamii. Mimi nikushukuru sana kwa kuweza kutupa nafasi kuwa hapa, mwimbaji nyimbo za Injili mkubwa kabisa kimataifa. Tunapoelekea mwishoni ama kumaliza kipindi hiki ili kuruhusu kipindi kingine, mimi natamani utumalizie kwa kionjo huku tukiendelea kuimba. Twende. Umusizo wetu wa Kigolo kwelo mbele, umusizo wetu wa Kigolo kwelo mbele ansuwezi, umusizo wetu wa Kigolo kwelo mbele. Songa la Shakulu.